Karibu kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Bwana, mimi nimeweza kukuletea story nyingi, lakini hii ya leo ni kubwa kuliko katika siku hii pendwa ya kwamba unatazama Gift Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Lakini niseme asante kwa wewe ambaye tayari umesubscribe, umeshare, umelike, umecomment. Wewe ni mtu maana sana katika channel hii ya Gift Online TV. Wewe ni mdau wangu mkubwa wa kuniamini na kuaminika pia. Basi kubwa ni mabosi wa Simba umefurahishwa na kazi inayofanywa na kocha Selemani Matola baada ya kuiongoza timu hiyo kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mbeya City, lakini hiyo haijazuiwa kuendelea na mchakato wa kusaka makocha mpya, ikielezwa kwa sababu wametua Barcelona, Hispania. Simba inasaka kocha mpya baada ya kumtema Pantev aliyetambulishwa kama meneja akiitumikia kwa siku 61 na sasa inadaiwa ipo katika mzunguko wa kocha mzawa wa Barcelona Leona Petro ya Angola. Kocha huyo ni Antonio Ton, alizaliwa Machi 28, 1977 huko Barcelona akiwa na umri wa miaka 48. Anadaiwa ameanza mzunguko na Simba ili kama mambo yataendelea fresh bus kabla ya mechi za ligi kuu za zile za CAF atue Msimbazi. Taarifa ya kuaminika kutoka Simba zinadai Ton Kasono ni kati ya makocha watumiao wasifu kuomba kazi Msimbazi, na mabosi wameulewa na sasa wanampigia hesabu kumshusha ili achukue nafasi iliyokuwa akimiliki Matola aliyekuwa kocha mkuu chini ya Pantev. Mchakato wa kocha upo vizuri licha ya majina kuwa mengi, lakini kuna jamaa mmoja aliwahi kuiona Petro Launda, mzaliwa Barcelona, ndiye amepigiwa hesabu akiwa katika mzunguko na vigogo mmoja aliyewahi kuwa mwenyekiti wa klabu akisema chanzo hicho ni kocha kijana kama alivyokuwa Fadol Davis hata Pantev, lakini kubwa ni aina ya soka lake inaendelea na falsafa ya Simba, kwani akiwa Petro alifanya makubwa ikiwamo kuingiza timu ya makundi ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2020-2021. Kocha huyo mwenye leseni ya UEFA Pro ambayo inalinda leseni ya A CAF mbali na kuifundisha Petro Dulan, lakini amewahi kuiona Morocco mbali na timu kadha za vijana wakati akiwa Hispania kati ya mwaka 2006 mpaka 2016. Alitoa Petro 2017 akiona timu ya vijana ya klabu hiyo Angola kabla ya kupewa timu kubwa 2019 na kuwezesha kuongoza msimamo wa klabu B, klabu ya kusimamiwa na matatizo ya Uviko 19 alipoondoka na kwenda Morocco. Hata hivyo, mchakato uliendelea na taarifa rasmi zinatolewa na mabosi wakuu ila hadi sasa hesabu za Simba zipo kwa Ton. Chanzo hicho kilisisitizwa. Star Matola hata hivyo, mara baada ya mapambano juzi Mbeya City, baadhi ya mastaa wa Simba wanaonyeshwa kufurahishwa na Matola kwa kutunza uongozi kama inavyowezekana wampe tu jumla kocha huyo timu hiyo. Kauli ya mastaa hao iliungwa na mkono na mfadhili wa zamani wa Simba Azim Deuj aliyesema umefika muda wa Matola kuaminiwa, kwani uzoefu ulionao na vigezo vinambeba kwa sasa. Amesema kwa sasa wanachotaka kwa viongozi na mashabiki ni Simba kurejea katika ubora. Mbali na Azim, pia baadhi ya wachezaji wa Simba wakiwemo wazawa wanaocheza kikosi cha kwanza cha kigeni wanaoanza na moja wa mtokeo benchi umekataa Matola. Beki na hodha wa timu hiyo Shomari Kapombe amesema haoni kama kutakuwa na tatizo kwao Simba endapo Matola akipewa timu kutokana na muda alokaa naye, na anamuona kuwa ni kocha anejua mambo mengi na ataibeba timu kwa nafasi ambayo ni nzuri. Huenda viongozi wana wasiwasi, lakini Matola ni kocha mzuri tu anayekaa naye. Tunajua umuhimu wake, ni vile hatuwezi kutoka na kutoa maelekezo wakati kocha mkuu yupo, ila anajua sana kufundisha, amesema. Ukiangalia kocha Fadol Davis kidogo ndiye alikuwa anampa hata nafasi ya kusema kitu kwa kuwa, lakini kubadilika, ingawa vingine tunakuwa naye msaidizi. Lakini ukiangalia huyu Pantev Damer alikuwa kama anamwangalia Matola kama mpinzani wakati angekuwa anamsaidia. Kiungo mzao wa Simba Jean Kapun amesema kama angekuwa na uwezo angemuona uwezo wake angemchukua Matola ili abaki. Endelea kusubscribe, kushare, like pamoja na kucomment, na hii tunaita Gift Online TV.